Hatimaye Yanga imekuwa na siku 39 za majanga baada ya kushuhudiwa ikitemwa rasmi ubingwa wa kombe la CRDB ambao iliuchukua kwa misimu minne mfululizo kufuatia kuchapwa mabao 3-2 na Azam FC kwenye uwanja wa CCM Kirumba mkoani Mwanza. Msimu uliopita wakati kama huu tayari ilikuwa imetoa kombe la Mapinduzi na Muungano na amefuzu hatua ya fainali ya kombe la CRDB. Msimu huu tayari amepoteza kombe la Muungano kwa Simba na sasa ametolewa katika nusu fainali ya kombe la Shirikisho. Siku hizo 39 zimeanza tangu ilipochapa mabao 3-2 dhidi ya Dodoma Jiji FC mnamo Mei 13 mwaka 2026 katika mechi ya ligi kuu, ikiwa ni kichapo cha kwanza pia tangu mara ya mwisho ilipofungwa na Tabora United, sasa ikifahamika kama TRA United, mabao 2-1 mnamo Novemba 7, 2024. Ushindi mabao 3-2 iliyopata Dodoma Jiji katika mechi ya ligi kuu bara dhidi ya Yanga Mei 13, 2026 ulivunja rasmi rekodi ya mabingwa hao watetezi ya kucheza muda mrefu bila ya kupoteza tangu mara ya mwisho ilipokuwa Novemba 7, 2024. Dodoma Jiji ilivunja rasmi rekodi hiyo ya Yanga kucheza mechi 42 za ligi kuu bara bila kupoteza tangu mara ya mwisho ilipochapwa na Tabora United, sasa TRA United, mabao 3-1 katika mechi iliyopigwa kwenye uwanja wa Azam Complex Novemba 7, 2024. Kabla ya kichapo hicho, Yanga ilicheza mechi 42 za ligi kuu bara bila kupoteza kwa siku 552 ambazo ni sawa na mwaka mmoja na miezi 6 na siku 6, rekodi ambayo ilivunjwa na Dodoma Jiji wakati timu hiyo ilipochapwa mabao 3-2 Mei 13 mwaka 2026. Mbali na Dodoma Jiji kuvunja rekodi hiyo ya Yanga, ila timu hiyo iliandika historia mpya ya kushinda kwa mara ya kwanza dhidi ya kikosi hicho, kwani tangu kilipopanda ligi kuu msimu wa 2020-2021 ilikuwa haijawahi kushinda hata mechi moja. Tangu Dodoma Jiji ianze kucheza ligi kuu bara msimu wa 2020-2021, ushindi huu wa mabao 3-2 wa Mei 13, 2026 walikuwa ni wa kwanza katika historia yake dhidi ya Yanga, kwani kabla ya hapo ilicheza jumla ya mechi 11 ikichapwa 10 na kutoka sare moja. Baada ya hapo jinamizi likaendelea kuikumba timu hiyo baada ya kuchapwa mabao 3-2 dhidi ya Azam FC katika kombe la CRDB mnamo Juni 21 mwaka 2026 na kutimiza siku 39 tangu ilipofungwa pia mabao 3-2 na Dodoma Jiji kwenye uwanja wa Liti Singida Mei 13, 2026. Katika mechi hiyo ya kichapo cha mabao 3-2 ilichokipata Yanga dhidi ya Azam FC kwenye hatua ya nusu fainali ya kombe la CRDB iliyopigwa kwenye uwanja wa CCM Kirumba, kikaivunja tena rekodi ya kikosi hicho iliyodumu kwa muda mrefu. Timu hizo zilikutana Juni 21 mwaka 2026 tangu mara ya mwisho zilipokutana Aprili 25 mwaka 2026 katika mechi ya nusu fainali ya kombe la Muungano iliyopigwa uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar na Yanga kuibuka na ushindi mabao 2-1. Bao la Azam lilifungwa na Faisal Salum Feitoto, huku mabao ya Yanga yakifungwa na Prince Dube na Max Nzengeli na kuipeleka fainali timu hiyo na kushuhudiwa ikishindwa kutamba baada ya kuchapwa bao 1-0 dhidi ya watani zao Simba Sports Club, mchezo uliopigwa Aprili 29, 2026. Baada ya siku 57 tangu mara ya mwisho Azam FC na Yanga zilipokutana visiwani Zanzibar, hatimaye miamba hiyo ikakutana tena Juni 21 mwaka 2026 ikiwa ni nusu fainali ya kombe la CRDB na wapika chapati hao wa jiji la Dar es Salaam wakashinda mabao 3-2. Yanga ambao ni mabingwa wa kombe la CRDB kwa misimu minne mfululizo iliingia katika mechi hiyo ikiwa na rekodi nzuri tofauti na wapinzani wao Azam FC, kwani kikosi hicho kilikuwa hakijapoteza kwenye mashindano hayo tangu Julai 25 mwaka 2021. Tangu Julai 25 mwaka 2021 Yanga ilipochapwa na Simba bao 1-0 katika mechi ya fainali ya kombe la Shirikisho FA kwenye uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma, timu hiyo ilikuwa haijapoteza ikitimiza siku 1792 ambazo Azam FC imezivunja rasmi kwa kikosi hicho. Katika michuano ya CRDB msimu huu Yanga ilianza kutetea taji hilo kwa kuichapa Cosmopolitan mabao 2-0 huku Azam FC ikiifunga Endomet FC kutoka Kilimanjaro bao 1-0. Raundi ya 32 Yanga ikakutana na Polisi Tanzania na kuitembezea kichapo cha mabao 7-1 huku Azam FC ikiifunga Mbeya Kwanza bao 1-0. Safari ya matumaini ikiendelea kwa timu hizo na hatua ya 16 bora, Yanga ikakutana na TMA FC inayoshiriki championship na kuibamiza bao 1-0 huku wapinzani wake pia Azam FC walicheza na Fountain Gate na kuibuka na ushindi wa mabao 4-0. Katika hatua ya robo finali Young Africans ikakutana na JKT Tanzania na kikosi hicho kikashinda mabao 2-0 huku wapika chapati hao Azam FC wakiichapa Mashujaa bao 1-0 na timu hizo kukata tiketi ya kucheza nusu fainali iliyokuwa mwisho wa safari ya Yanga. Imeandikwa na Daudi Elbahati na kusoma kwa nami Hamza Saifu.